Habari za wakati mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo, bila shaka mzima wa afya. Nikukaribisha katika habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Msemaji wako ni mimi Eden Bahati. Tuanze na habari za kitaifa. Chanjo ya ugonjwa wa polio inatarajiwa kufanyika kitaifa wilayani Kiteto mkoani Manyara Agosti 27 mwaka huu. Mkuu wa mkoa wa Manyara Queen Sendiga ametoa wito kwa wakuu wa wilaya zote mkoani humo kusimamia kikamilifu maandalizi kuelekea siku hiyo, ikiwemo utoaji wa elimu kwa wananchi kuhusu umuhimu wa chanjo hiyo ambayo inawalenga watoto wote wenye umri chini ya miaka 10. Taarifa zaidi na Elia Kimani. Sendiga ametoa takwa hilo kwa wakuu hao wa wilaya wakati wa kikao kazi wa kamati ya elimu ya msingi ya afya mkoani Manyara kuelekea maandalizi ya uzinduzi wa chanjo hiyo ya polio kitaifa ambayo inatarajiwa kufanyika Agosti 27 mwaka huu wilayani Kiteto mkoani hapa. Uzinduzi huu ni uzinduzi wa kitaifa ambao unafanyika kwenye mkoa wetu. Maana yake ni kwamba ni uzinduzi wa mkoa. Wilaya Kiteto ndio imechaguliwa. Tutumie pia kipindi hiki kuhakikisha kwamba pia tunapita na kuhamasisha ujengaji wa vyoo bora kwa afya ya familia. Kwa sababu tumeona pale mwanzoni kirusi kilichohisiwa kumbe kilipatikana kwenye maji taka. Manake ni kwamba tukiwa tuna uhakika wa vyoo safi na salama, inawezekana kirusi kikaingia kwa na kikapotelea huko. Katika kampeni hii katika mkoa wetu wa Manyara tunatarajia tuweze kuwafikia watoto takriban 675,000 ambao ni watoto wenye umri chini ya miaka 10. Na hii kampeni tutaifanya tarehe 27 mpaka tarehe 29 ambayo itakuwa ni awamu ya kwanza, na awamu ya pili ambapo tutafanya kwa watoto waliokosa. Hii ni awamu yetu ya kwanza kwa maana ya mkoa wetu huu wa Manyara, lakini kwa nchi tunakwenda, hii ni awamu ya pili ya utekelezaji. Kama sisi tutaweza kufikia wale watoto 6,000, maana yake ni kwamba 600,000, maana yake ni kwamba kuna hatari ya kuweza kuingiza kwenye zoezi tena kwa mara ya pili. Jumla ya watoto 600,000 walio na umri chini ya miaka 10 wanatarajiwa kuchanjwa mkoani Manyara kuepusha na kupatwa na ugonjwa wa polio ambayo hupelekea kupooza ghafla, ulemavu wa kudumu na hata kupoteza maisha, ingawa ukweli ni kuwa ugonjwa huo bado hauna tiba zaidi ya kupatiwa chanjo. Kutoka mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, Channel 10. Asante Elia Kimani kwa taarifa hiyo. Katika kuadhimisha sikukuu ya Maulidi ya kuzaliwa Mtume Muhammad, jamii imetakiwa kuzingatia mafundisho yake kwa kutenda haki, kuheshimu utu na kuwasaidia wenye uhitaji. Taarifa zaidi na Masanja Mabula. Akizungumza katika sherehe hizo, Kadhi wa mkoa wa Kaskazini Pemba Abdallah Hamadi Salim amewakumbusha wenye mamlaka na viongozi kutumia nafasi zao kwa uadilifu na kuacha kuwadhalilisha na kuwanyanyasa watu wenye uhitaji. Tusichukue fursa za kuwadhalilisha watoto wadogo wala wenye haja wanaokuja kwetu kwa ajili ya dhiki zao na shida zao, kwamba tutumie fursa hiyo kuwadhalilisha. Kuna wanyonge, akina mama, wajane, wana dhiki, watatujia. Tusitumie fursa hiyo kuwadhalilisha kwa sababu ya dhiki zao. Kuna walemavu, wana shida, tusitumie ulemavu wao kuwadhalilisha, bali tuchukue kauli ya Mtume kwamba yeye ni rehma. Lakini rehma hii haikuja kwa binadamu tu, lilalamina, kwa viumbe. Akitoa salamu za mkoa wa Kaskazini Pemba, mkuu wa wilaya Micheweni Katibu Juma Mjaja ameitaka jamii kuhakikisha watoto wanalelewa katika misingi ya maadili yaliyo mema. Watoto wetu tuwalee katika malezi yaliyo mazuri yenye mustakabali na dini yetu, lakini pia tupige vita vitendo vyote viovu na vibaya ambavyo vinaleta athari na taswira mbaya katika jamii yetu, vikiwemo matumizi ya madawa ya kulevya, vitendo vya udhalilishaji, wizi na vitendo vingine vyote viovu. Pale inakataza maovu na machafu. Ikiwa nataka machafu yaondoke, basi swali swala inavyotakiwa kwa nguzo zake na sharti zake, nyakati zake. Kitu gani kinatuchosha? Kwa nini bidii tunatizea? Leo tunaishi katika nchi yetu kama hii ambayo 99 katika mioyo ya Uislamu, lakini utakuta swala zinajaa siku ya Ijumaa na Idi tu. Kutokumsalia Mtume ni kosa kubwa, hasa pale anapotajwa mbele yake, na ndio maana Mtume akatuambia albakhilu alladhi dhukirtu innahu wa lam yusalli alayhi. Bakhili ni yule ambaye natajwa mbele yake asinisalie. Tumsalie. Masanja Mabula, Channel 10 Pemba, Zanzibar.
Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa Omar amesisitiza kuwa katika kipindi cha miaka miwili ijayo, 100% ya kaya zitakuwa zimesajiliwa katika mpango wa huduma ya bima ya afya kwa wote, ikiwa ni dhamira ya serikali kuwekeza katika rasilimali watu, kuimarisha huduma za jamii na kuchochea mageuzi ya uchumi yanayonufaisha wananchi wote. Balozi Omar ametoa rai hiyo jijini Addis Ababa nchini Ethiopia wakati akishiriki katika mjadala wa mawaziri wa fedha kuhusu ufadhili endelevu wa afya kugharamia mustakabali wa afya barani Afrika katika kipindi cha ufinyu wa bajeti na kujitegemea katika masuala ya afya, mjadala uliofanyika kabla ya kikao cha 76 cha kamati ya kanda ya Afrika ya shirika la afya duniani WHO. Na kwa upande wa sekta yenyewe ya afya, tumezungumzia Tanzania inachokifanya, azma yetu ya kutimiza usajili wa 100% kwa upande wa bima ya afya kwa wote ifikapo mwaka 2028-2029, na jitihada zinaendelea. Tayari tumeshasajili zaidi ya 10%, lakini vile vile tumetoa uzoefu wetu kwenye mfuko maalum wa kuleta usawa, yani Health Equity Fund. Amesema kuwa usajili wa wananchi katika mpango huo hivi sasa umefikia 10% na kwamba serikali inaendelea kufanya jitihada za kuhakikisha kuwa katika mwaka wa fedha 2028-2029 kaya zote zitakuwa zimesajiliwa katika mfumo huo, na kwamba kaya maskini na zilizo katika mazingira tarishi zitagharamiwa na serikali. Serikali yetu ya Daktari Samia Suluhu Hassan imefanya uwekezaji mkubwa sana kwenye sekta ya afya, kwa kuanza na kuongeza bajeti ya sekta ya afya, lakini kuongeza uwekezaji kwenye vifaa tiba. Wote tunakumbuka kwamba serikali yetu imetumia zaidi ya trilioni 1.2 kuwekeza kwenye sekta ya afya, kwenye miundombinu, vifaa na uwekezaji mkubwa kwenye huduma za kibingwa na kibingwa bobezi. Naye mkurugenzi mtendaji shirika la afya duniani kanda ya Afrika Profesa Mohamed Janabi akisema suala la afya ni muhimu katika maendeleo ya nchi yoyote, na kuzishauri nchi za Afrika kuwekeza kwenye mambo matatu, ikiwemo kujenga viwanda vya kuzalisha dawa na chanjo, kuimarisha afya ya msingi na kutekeleza mpango wa huduma ya afya kwa wote, ili kila mtu katika nchi hizo awe na uhakika wa kupata huduma za afya. Lakini kubwa kwa upande wetu wa shirika la afya duniani Afrika ni vitu vitatu vikubwa. Kwanza ni uzalishaji wa dawa na chanjo kwa upande wa Afrika, local manufacturing. Afrika inaagiza 85% ya dawa kutoka nje ya bara letu, 100% ya chanjo. Sasa hii haiwezi kuendelea hivi. Mnakumbuka wote kipindi cha uviko 19, Afrika ndo tulikuwa mstari wa nyuma katika mstari wa kwenda kupata chanjo. Wakati wenzetu wanapata chanjo ya 5, sisi tuko tunahangaika na kupata hata hiyo chanjo moja. Jocelyn Zefania, Channel 10. Takriban watu 47 wameuawa na wengine 22 kujeruhiwa baada ya magenge yenye silaha kushambulia eneo la Kenskof karibu na mji mkuu wa Haiti Prince usiku wa kuamkia jana. Eneo la Kenskof limekuwa likikabiliwa na mashambulizi ya magenge mara kwa mara tangu mwaka jana, hali iliyosababisha maelfu ya wakazi kuyahama makazi yao. Serikali ya Haiti imelaani mauaji hayo na kuyaeleza kuwa ni ya kinyama, huku ikiahidi kuimarisha usalama katika maeneo yaliyoathiriwa. Raia wameilaumu serikali na polisi kwa kushindwa kuzuia mashambulizi hayo, ambapo wamesema wameendelea kuishi kwa hofu kutokana na kuongezeka kwa machafuko katika eneo hilo. Majeshi kutoka nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki yanatarajiwa kutoa huduma za matibabu kwa watoto walio na umri wa miaka 0 hadi 14, matibabu yatakayotolewa na madaktari bingwa wa kijeshi kutoka nchi hizo wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya 6 ya wiki ya ushirikiano kati ya majeshi ya Jumuiya ya Zanzibar itakayofanyika Zanzibar. Akitoa taarifa kwa waandishi wa habari, Meja Clement Shija Hosea, kaimu mganga mkuu wa tiba jeshini Zanzibar, anasema matibabu hayo yatatolewa katika vituo vilivyopangwa bara na visiwani, na kuelezea maandalizi ya maadhimisho hayo ya 6. Majeshi ya nchi wanachama yamepanga kutoa huduma mbalimbali za kibinadamu kwa wananchi wa baadhi ya maeneo yaliyochaguliwa. Miongoni mwa huduma hizo ni pamoja na matibabu ya bure yatakayotolewa na madaktari bingwa kutoka kwenye hizi nchi zinazounda Umoja wa Nchi za Afrika Mashariki.
Aidha, Meja Clement Shija Hosea anataja baadhi ya vituo vilivyopangwa kutolea huduma hizo. Baadhi ya vituo vitakavyonufaika pia katika shughuli za ukarabati huo au utoaji wa misaada ya kijamii katika vituo vya afya ni pamoja na hospitali ya wilaya ya Ubungo iliyopo Dar es Salaam, hospitali ya Vijibweni iliyoko Dar es Salaam, kituo cha afya Yombo Malawi kilichopo Dar es Salaam, hospitali teule ya rufaa ya mkoa wa Pwani Tumbi iliyoko Dar es Salaam, hospitali ya wilaya ya Bagamoyo Pwani, pamoja na hospitali za wilaya ya Mwelapongwe, Unguja na vitongoji vya Pemba. Vile vile misaada hiyo itawafikia wafungwa katika gereza la Segerea lililoko Dar es Salaam, gereza la Kisongo lililoko mkoani Arusha, sambamba na vituo vya kulelea watoto yatima vya Kurasini, Mwandaiwa Orphanage Center iliyoko Bunju, Chanika Children Shelter iliyoko Dar es Salaam, Source Orphanage Center iliyoko hapa Zanzibar, na vituo vya afya vya Kibokoni Pemba na Mapinduzi Dodoma. Hata hivyo, Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania linawataka wananchi kujitokeza katika matibabu hayo ambayo kwa mjini yatatolewa katika kituo cha kulelea watoto SOS kwa Mchina. Madaktari wanaokuja ni madaktari bingwa. Kwa kama kutakuwa na kesi za watoto, maana tunatarajia kuwa na madaktari bingwa watoto kwa maana pediatrician. Zoezi la matibabu kwa kijiji cha SOS Zanzibar kitashirikisha watoto waliozaliwa siku moja hadi miaka 14. Hao ndio kitakuwa kipaumbele kwa hapa. Kwa hiyo tunashukuru, ni muhimu kwa sababu karibia kila mtu anahitaji kupata huduma ya check-up. Mbali ya maadhimisho hayo ya 6 kuadhimishwa kwa utoaji wa huduma za afya, pia majeshi yatatoa misaada mbalimbali kwa wahitaji na ukarabati wa vituo vya afya. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Jeshi la polisi mkoani Tabora limetoa misaada kwa watu wenye uhitaji, ikiwemo kumkabidhi kitimwendo mtoto Pastor Michael mwenye ulemavu wa miguu ili kumrahisishia kwenda shuleni, huku ikimkabidhi shilingi 500,000 Bi Doris Athman kwa ajili ya kugharamia matibabu ya maradhi yanayomkabili, ikiwa ni sehemu ya kuadhimisha miaka 20 ya polisi na jamii. Mwandishi wetu Adela Moses kutoka mkoani Tabora anatuarifu zaidi. 12:30 asubuhi akiwa anaelekea shuleni. Lakini wa pili atakuwa ni mama yetu Haji, naye pia ni mgonjwa, aweze kusogea mahali. Ni katika maadhimisho ya miaka 20 ya polisi na jamii yaliyofanyika hapa wilayani Igunga mkoani Tabora, ambapo jeshi hilo limetumia siku hiyo kurudisha kwa jamii kwa kutoa mahitaji hayo kwa wananchi. Na hapa kamanda wa polisi mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi wa jeshi hilo Twaha Lulengelule, anaeleza dhima maadhimisho hayo, huku wanufaika wa mahitaji hayo wakieleza faraja yao. Kwa lengo ni kujenga ushirikiano endelevu ili kuharakisha mawasiliano kati ya jeshi la polisi na wananchi tunaowahudumia. Dhima ya jeshi la polisi ni kuendelea kulinda raia na mali zao, kusimamia utekelezaji wa sheria na kuzuia uhalifu na kudhibiti uhalifu na uhalifu. Kwa kweli tunawashukuru kwa kumpatia baskeli ili aendelee kwenda shuleni. Hii baskeli hii tutaenda kuitunza sisi kama wazazi. Atakuwa anaenda naye shuleni kila siku. Nashukuru Mungu. Mungu ameonyesha mkono, ameweza kunichangia na Mungu awazidishe. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Igunga Bi Sauda Mtondo amewahimiza wakazi wa wilaya hiyo kuendelea kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi na kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu. Kwa hiyo ni dhahiri kuwa kama hatutashirikiana na jeshi la polisi katika kutafuta ufumbuzi endelevu wa matatizo ya kiusalama yanayojitokeza katika maeneo yetu, ni dhahiri kuwa hatutakuwa salama. Niwatake wananchi wote kutoa taarifa za wahalifu na uhalifu ili jeshi la polisi liweze kuchukua hatua stahiki za kisheria kwa wahalifu hao. Katika hatua nyingine, kikosi cha polisi reli wilaya ya Tabora kimetumia siku hii kufanya usafi katika viunga mbalimbali vya Tabora kwa kushirikiana na wananchi. Na hapa mkuu wa polisi reli Tabora Tasiana Kweka anazungumza na wakazi wa Tabora. Kwa hiyo sisi tukawaelimisha wananchi wa eneo hili kwamba wanachotakiwa kukifanya ni kuhakikisha wanaimarisha maeneo yao kuwa salama, ni kuhakikisha na kufanya usafi, kuondoa vichaka ambavyo vinaweza vikaficha wahalifu. Adela Moses, Channel 10. Asante Adela Moses kwa taarifa hiyo. Marekani imeongeza vikwazo vipya vya kiuchumi dhidi ya Iran
katika kampeni mpya inayolenga kudhibiti mitandao ya mafuta, silaha na shughuli zinazohusishwa na shughuli zake za kijeshi na kifedha. Waziri wa Hazina wa Marekani Scott Bessent amesema vikwazo vipya dhidi ya Iran ni kwa ajili ya watu, taasisi na meli 60 zinazodaiwa kuhusika katika kusaidia Iran kupata fedha na vifaa vya kijeshi. Wakati huo huo, Marekani imetangaza zawadi ya hadi dola milioni 10 kwa taarifa zinazosaidia kuwabaini makamanda waandamizi wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu wa Iran. Katika hatua nyingine, Marekani imeondoa rasmi Syria kwenye orodha ya nchi zinazodhamini ugaidi baada ya kuweka kwenye orodha hiyo tangu mwaka 1979. Hatua hizo zimepongezwa na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, ambaye amempongeza Rais Donald Trump pamoja na Waziri Bessent kwa vikwazo hivyo. Wazee wa kimila mkoani Ruvuma wameonya kuwa mabadiliko ya malezi ya kizazi cha sasa yanachangia kwa kiasi kikubwa kudhoofisha misingi ya ndoa, hali inayosababisha kuvunjika kwa ndoa mara kwa mara na baadhi ya vijana kuishi kwenye mahusiano bila kufunga ndoa, jambo linaloweza kuzaa familia zisizo na misingi imara. Taarifa ya Yusuf Kayanda inafafanua zaidi. Akiwa na miaka 79, Donat Komba, mkazi wa kijiji cha Mlete wilayani Namtumbo, anabeba uzoefu wa zaidi ya miaka 54 katika ndoa tangu alipoolewa mnamo mwaka 1972 akiwa msichana wa miaka 25. Kwa zaidi ya nusu karne sasa ameshuhudia misukosuko na mabadiliko ya familia. Sasa kupitia uzoefu huo, anaonya kuwa malezi ya sasa yameacha pengo kubwa katika kuandaa vijana kwa ndoa, huku uvumilivu na maadili yakizidi kupotea. Saizi mabinti ni shida kwa mabwana zao, hawafuati yale matendo ambayo tulikuwa tunayafanya sisi. Bwana anaweza kukwambia wewe kaa nyumbani, twende shambani. Utamkuta binti anakataa, anakwenda kwenye madogoli ama anakwenda kwenye disco. Kwa mfano hapa kijijini pangu, kwa kweli mara nyingi huwa na wasema sana kwamba hii kitendo mnachokifanya mtakuja kuachika. Muangalie mimi jinsi nilivyo hapa. Nimekutana na mambo mengi lakini nimevumilia mpaka saizi uzee umenikuta. Akieleza chanzo cha mabadiliko hayo, katibu wa makumbusho ya Majimaji Chifu Abbas Chitete anasema familia za sasa na utandawazi vimepunguza nafasi ya wazazi katika malezi, tofauti na zamani ambapo wazazi walifuatilia familia na mila na desturi kabla ya watoto wao kuingia kwenye ndoa. Wazazi hao wa kizazi hiki wamekiuka maadili yale ya wazee waliotuza leo. Ndio umefikia mahala mtoto anakuwa na wanaume, mtoto wa kike anaweza kuona wanaume 4 5. Ndoa pale haiwezi kudumu. Mvulana naye atakuwa na huyu, tumefikisha ndoa kwa huyu, lakini hawezi kudumu na yule kwa sababu yuko kwenye mchepuko. Wadada wengi wamejirahisisha niseme, kwa sababu tofauti na kizazi cha zamani, mpaka umpate mdada unafanya kazi kweli na lazima ufuate sheria, mila na desturi. Ila kwa sasa hivi wadada wengi wamejiacha. Kwa mwanaume anaona kwamba wewe mwanamke aweke ndani wakati anaweza anachokihitaji anaweza kakipata nje. Swali linabaki, je, jamii, serikali na viongozi wa dini wanaweza kurejesha nguvu ya malezi na maadili ili kuokoa ndoa za kizazi cha sasa na kujenga familia imara kwa vizazi vijavyo? Kutoka Ruvuma, Yusuf Kayanda, Channel. Wafanyabiashara wa mkoa wa Mbeya wametakiwa kuacha imani potofu za kishirikina ambazo zinapelekea kutenda matendo ya kikatili kwa watoto wao kwa kisingizio cha kulinda mali na kwamba kufanya hivyo ni kosa kisheria. Taarifa ya Rose Chapewa inafafanua zaidi. Yamefanyika maadhimisho ya 20 tangu kuanzishwa kwa kitengo cha polisi jamii katika jeshi la polisi mkoa wa Mbeya, na wameadhimisha maadhimisho haya mkuu wa dawati la jinsia na watoto mkoa wa Mbeya, mrakibu msaidizi wa jeshi la polisi ASP Veronica Ponela, anasema kumekuwa na vitendo vya kikatili vinavyofanywa na baadhi ya wafanyabiashara kwa kisingizio cha kulinda mali. Niwaombe na wafanyabiashara wa mkoa wa Mbeya tuache kufanya ukatili wa kijinsia kutokana na imani za kishirikina, kwa sababu tuna kesi mbalimbali tumezipokea dawati la jinsia na watoto. Wababa wanafanya ukatili kwa watoto wao, kuwabaka watoto wao wa kike. Mambo ya mirathi, kama mmoja wapo anapokuwa amefariki, hasa kifariki mtoto wa mke, kwa hiyo utakuta mali zote ambazo zinamilikiwa na familia nzima wanachukua wanaume tu. Hasa huo unakuwa nao ni ukatili. Mkuu wa mkoa wa Mbeya, wakili msomi Beno Malisa, anasema mkoa wa Mbeya hautazamwi vizuri kutokana na matendo ya ukatili wa kijinsia. Tuendeleze mapambano ya uhalifu wa kijinsia.
bado mkoa wetu useme. Kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya, Saka Benjamin Kuzaga, anasema jeshi la polisi linashughulikia masuala ya ukatili wa jinsia zote na kutoa mwito kwa wanaume. Niwaombe kupitia nyinyi waandishi wa habari, waelimishwe, wafike kwenye dawati la jinsia na watoto, watapata kusaidiwa, kwa maana kwamba watasikilizwa hizo changamoto walizonazo. Kutoka hapa katika viwanja vya jeshi la polisi jijini Mbeya, mimi ni Rose Chapewa wa Channel 10. Kundi la waasi la M23 limeishutumu serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kwa kuanzisha mashambulizi katika eneo la Masisi, hasa Gasenyi, Mulambi na maeneo ya jirani mashariki mwa nchi hiyo, huku likidai kwamba halitafumbia macho mauaji ya raia wasio na hatia. Kupitia mtandao wa X, msemaji wa kundi la M23 Lawrence Kanyuka amesema kwamba mashambulizi hayo yalianza saa 11:30 alfajiri, huku yakipelekea kusababisha uharibifu wa mali na kuwafanya raia wahame katika makazi yao. Hata hivyo, serikali ya Kongo imerishtumu kundi hilo la M23 kwa kujihusisha na ukiukaji wa haki za kibinadamu pamoja na kutoza kodi zisizo halali na mauaji, likisema kuwa takriban watu 300 katika eneo la Kinshasa waliuawa na kundi hilo. Serikali imeomba kuwatambua na kuwawezesha kiuchumi vijana walioonyesha uzalendo kwa kujitolea kutengeneza madawati na viti bila malipo kwa ajili ya shule za msingi na sekondari nchini. Taarifa zaidi na Henry Kavilondo. Vijana hao wanaounda kikundi cha Liunda Agrotech, ambao hadi sasa hawana ajira maalum, wameamua kutumia maarifa walionayo ili kuunga mkono jitihada zinazoonyeshwa na serikali za kuboresha sekta ya elimu. Kikundi hicho kwa kushirikiana na taasisi ya The Angeline Foundation hadi sasa tayari kimeshakabidhi viti, madawati na meza 636 katika shule 7 za kata ya Wala, wilaya ya Kwimba, mkoani Mwanza. Juma Maliki ni mwenyekiti wa kikundi cha vijana hao, yani Liunda Agrotech. Kuta shule ambao umeme umepigwa tofauti wiring, kwa sababu kuwalinda nyinyi watoto lazima tuhakikishe kwanza wiring ifuatiliwe vizuri. Ni watu hao wote hakuna nolipo, bali wamejitolea. Akikabidhi vifaa hivyo kwa mkuu wa wilaya ya Kwimba Ngwilabuzu Ludigija, mkurugenzi wa taasisi ya The Angeline Foundation Dr. Angeline Mabula ameshauri kuwa ni muda sahihi mchango wa vijana hao ukatambuliwa. Kijana mwenye ubunifu, lakini ni kijana anaweza kusema ni hazina ya nchi hii kama wataweza kumtumia vizuri, kwa namna ambavyo amejitabanaisha, kwa namna anavyoweza kufanya ubunifu wa aina mbalimbali, lakini na tuzo ambazo ameweza kuzipata. Lakini niwaombe na nyinyi ambao mko hapa mnaotoka sehemu mbalimbali, mtakaporudi, wako kule wakuu wa wilaya wengine kama mimi, fikeni, bisheni hodi, na ikibidi kuwasaidia tutawasaidia, tutawapa namba. Mkipata mkwamo tutaongea na wakuu wa wilaya wenzetu ili wawasaidie muweze kusajili vikundi. Kisha wanafunzi ambao ni wanufaika wakatoa neno. Kwanza ilikuwa inaweza kuwakatisha wanafunzi tamaa, inaweza kuwafanya washinde kukata tamaa kwa sababu ya ndoto zao, inapelekea kuwapa mawazo juu ya wapi, sehemu ipi ambao wanaweza kukaa kupata elimu bora. Tunahangaika. Kuna wanafunzi wengine walikuwa wanapata changamoto ya kupata madawati, lakini sasa hivi hatuna changamoto hizo, tunamshukuru. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Singida imeanza kutoa elimu na mafunzo kwa wadau na walipa kodi ili kuwajengea uwezo wa kujua nini kifanyike ili waweze kutimiza haki yao ya kulipa kodi na hatimaye kuchangia taifa lao ili maendeleo ya nchi kwa ujumla yaweze kupatikana. Tupate undani wa taarifa hiyo. Kaimu meneja wa mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Singida, Daktari James Daniel Kindemwike amesema hayo kwenye ufunguzi wa mafunzo ya siku moja ya mabadiliko ya sheria za kodi ya mwaka 2026 iliyofanyika kwenye ukumbi wa mikutano wa Kanisa Katoliki. Haya, utekelezaji wake umeanza mwezi Julai, kwa maana kwamba hii itatupeleka mpaka mwakani mwezi wa 6, ndipo ambapo tena tutaenda katika mabadiliko mengine. Wakati mwingine kwa mamlaka ya kodi, kabla hawajaleta mafunzo kama haya, lazima wabunge wawepo na halmashauri zinazozunguka eneo hili la TRA wawepo, ili tunapotoka hapa tutoke kwa sauti moja. Tilisha mada kuhusu mabadiliko ya sheria za kodi za mwaka 2026, Filipo Eliamini akasisitiza kwamba lengo la mabadiliko ya sheria hiyo
ni kuondoa uwezekano mfanyabiashara kutozwa kodi mara mbili wakati wa uuzaji au uhamisho wa mali, na kisha akazungumzia wafanyabiashara wanaoanza biashara. Kwa kuwajali wanafanyabiashara wadogo, ikaona wekea unafuu huu, warasimishe biashara zao, wakue, wapate fursa kwenye mifumo rasmi ambazo zinapatikana, wakue na wao baadaye wakishakuwa sasa waanze kuichangia serikali. Kwa hiyo wanaofanya biashara kupitia mitandao ya kijamii anatakiwa kwanza asajiliwe, na kile cheti cha tini au nambari ya tini anatakiwa aweke katika profile yake, yaani aweke katika wasifu wake katika mitandao ya kijamii. Nikiripoti kutoka mkoani Singida, Jumbe Ismail wa Channel 10. Asante Jumbe Ismail kwa taarifa hiyo. Wakazi wa kijiji cha Ihanga, kata ya Ukwama wilayani Makete mkoani Njombe, wameeleza kuwa kuimarika kwa huduma za kijamii ikiwemo upatikanaji wa umeme pamoja na ujenzi wa madarasa ya shule ya msingi na awali kumeanza kuwavutia baadhi ya wakazi waliokuwa wamehama kijiji hicho kutokana na changamoto za maendeleo kurejea kijijini hapo. Taarifa zaidi na Michael Patrick. Hayo yamesemwa mbele ya katibu wa CCM mkoa wa Njombe Julius Peter wakati kamati ya siasa ya halmashauri kuu ya CCM mkoa ilipotembelea kijiji hicho kwa ajili ya kukagua utekelezaji wa ilani ya CCM, kuzungumza na wananchi na kusikiliza kero mbalimbali zinazowakabili. Madarasa ni mazuri, tutajaribu kujitahidi tu kushawishi vijana waliohama warudi, maanake sisi tumechoka. Tatizo moja kubwa la hapa vijana wengi kuondoka hapa ni kwa sababu ya miundombinu ya barabara. Kwa upande wake, diwani wa kata ya Ukwama amesema wakazi wengi waliokuwa wamehama kijiji hicho wameanza kurejea. Hiki kijiji miaka ya nyuma tulikuwa na watu wengi sana, zaidi ya 1000 na kitu, lakini kutokana na mazingira yalivyo watu walihamisha watoto na wengine walihama. Hatua hiyo ya wananchi kurejea kijijini hapo imepongezwa na katibu wa CCM mkoa wa Njombe Julius Peter, ambaye amewataka wananchi kuendelea kushirikiana na serikali katika kuchochea maendeleo. Kwa ushirikiano huu na kazi na kasi ya Daktari Samia Suluhu Hassan, lazima tubadilishe utaratibu na mfumo. Jitihada binafsi zifanye kazi ili madarasa haya yafanye nini? Yajae. Naye mganga mkuu wa halmashauri ya Makete Logbert Kalisa akizungumza na wakazi wa kijiji cha Ihanga juu ya madai ya wakazi hao kuhimizwa kuzingatia uzazi wa mpango, amesema Wanakuja wanabeba vidonge, wanakuja kukataza kuzaa. Mnaleta hela bilioni, alafu mnawaambia wale wakalete dawa wafunge watu. Sasa hii shule hizi hela mnatupa wapi? Sisi vijana tulioko hapa basi tufanye kazi. Si mmeniambia viazi vipo? Ngano si ipo? Mahindi si yapo? Parachichi zipo. Tena zote zinaleta afya na nguvu ya kutosha. Naomba sasa tuongezeke. Kutoka wilayani Makete mkoani Njombe, Michael Patrick, Channel 10. Wananchi wametakiwa kushirikiana na serikali kulinda miundombinu ya umeme na kuepuka vitendo vya hujuma vinavyoweza kusababisha kukatika umeme na hatimaye kuathiri shughuli za kiuchumi na kijamii. Tupate undani wa taarifa hiyo. Uharibifu wa nguzo, nyaya, transformer, vituo vya umeme na miundombinu mingine kusafirisha na kusambaza umeme unaweza kusababisha hitilafu kubwa kwenye mfumo wa umeme na pengine kuhatarisha maisha ya watu na mali zao. Wakizungumza na Channel 10 jijini Mwanza, wadau wa maendeleo wamesema wananchi wanapaswa kutambua upatikanaji wa umeme wa uhakika si jukumu la serikali pekee, bali ni wajibu wa kila mtu kulinda miundombinu hiyo. Nipende kutoa rai kwa Watanzania wenzangu wenye dhamana katika operation ya hii mitambo, tuijali nchi yetu, tuipende. Watanzania wana expectation ya kupata umeme ambao utakuwa stable, umeme wa kutokuwa wa kusuasua. Daktari Samia Suluhu Hassan ameupiga mwingi kwa sababu viwanda vitakuwa na utoshelevu wa umeme, watazalisha kwa kiasi kikubwa, na hii itasaidia kwenye uzalishaji wa bidhaa, kwenye nguo, kwenye viatu, kwenye bidhaa nyingi. Tutaacha kuagiza sehemu za nchi za nje. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Mwanza, Michael Masanja Smart, mbali na kuishukuru serikali kwa kuimarisha umeme, amezishauri mamlaka husika kuendelea kutoa elimu ya madhara ya hujuma dhidi ya miundombinu. Kwa kukamilika kwa mradi huu wa umeme ni tija kubwa sana hata kwa kuendesha miradi kama hiyo. Lakini tunavyo viwanda hivi sasa, tunatengeneza pale Magu Matela, tunao mradi wa kongani la viwanda. Kuna tayari wadau wameshapatikana wa kuwekeza pale. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza.
Asante Henry Kavilondo kwa taarifa hiyo. Baadhi ya wananchi wa manispaa ya Shinyanga mkoani Shinyanga wamewataka viongozi wa dini nchini kuhamasisha waumini na wananchi kutenga muda maalum wa kuliombea taifa pamoja na viongozi wake ili amani na utulivu viendelee kudumu na kuwezesha taifa kufikia malengo yake ya maendeleo. Taarifa zaidi na Geoffrey Osilo Kobeto. Wananchi katika manispaa ya Shinyanga wakiendelea na shughuli mbalimbali zinazoingizia vipato. Karibu na kamera ya Channel 10, wananchi hao wanasema matamanio yao ni kuona jitihada mbalimbali zikielekezwa kuhamasisha wananchi kuliombea taifa. Kutokana na wingi wa wananchi, kuongoza watu sio kazi ndogo, tunahitaji hekima na busara. Hivyo tunapaswa kuliombea taifa letu ili nchi yetu iweze kupata mafanikio mema. Katika maendeleo ya taifa tunaona mfumo mzima wa uongozi kutoka kwenye maandiko matakatifu. Kuna watu ambao walienda tofauti na mapenzi ya Mungu wakapata changamoto, lakini hizi changamoto Mungu anasema suluhu ni kumrudia, yaani kujitoa kikamilifu kwa Mungu. Nao baadhi ya viongozi wa dini wanaunga mkono hoja hiyo ya wananchi kuungana kuliombea taifa. Sisi tunaona iko haja ya kuendelea kuliombea taifa hili kuwa na amani. Yako mataifa mengi ambayo yamechafuka, yamekosa amani, na tunapoliombea taifa kukaa katika amani, maana yake linafungua milango ya kazi kufanyika katika usalama. Na vijana tunapowaona wanafanya kazi zao, maana yake ni nchi ambayo ina amani. Wana ibada ya mkesha, maana yake kuna amani. Geoffrey Osilo, Channel 10, Shinyanga. Asante Geoffrey Osilo kwa taarifa hiyo. Mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi ameagiza kuchunguzwa na kuchukuliwa hatua kali na kurejesha fedha watumishi watakaobainika kuhusika moja kwa moja na kujilipa posho fedha zilizokuwa zimetengwa kwa ajili ya lishe, huku akijua kufanya hivyo ni kinyume na taratibu. Musa Makali ana undani wa taarifa hiyo. Ni katika kikao cha tathmini ya utekelezaji wa afua za lishe hapa mkoani Mara kwa mwaka 2025-2026. Kaimu Katibu Tawala mkoa wa Mara Dominikus Rusasi amesema wamebaini zipo baadhi ya halmashauri hapa mkoani Mara fedha zilizotengwa kwa ajili ya utekelezaji wa afua za lishe kutumika kinyume na maelekezo. Tumekuja kubaini kwamba kuna matumizi yasiyokuwa sahihi ya fedha za lishe. Badala ya fedha ile kuelekezwa kwenye shughuli za lishe, tumekuta zinatumika visivyo. Kama ni matumizi ya pesa, basi hizo fedha zitumike kwa malengo yale yaliyokusudiwa ya fedha. Kuna posho ambazo zilikuwa zinatumika karibu, ilikuwa kama 600,000 jumla, na kwenda kwa ajili tu ya kulipa escort kwenda kufuata fedha, wakati tuna watoto hawa ambao wanahitaji pia mambo mengine. Mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi anaagizwa kuundwa kwa timu ya uchunguzi na watakaobainika kuhakikisha wanarejesha fedha hizo na hatua kali kwao kuchukuliwa. Badala ya kupeleka fedha zikatoe huduma kwa walengwa, hususan watoto mashuleni kule, watu hapa katikati wanafuja fedha hii, na wale waliofanya makosa wote wachukuliwe hatua, ikiwa ni pamoja na kurejesha hizo fedha. Aidha, Kanali Mtambi akaagiza kuhakikisha kamati za vijiji navyo vinashiriki na kusimamiwa katika mapambano haya ya afua za lishe. Ninaagiza muhakikishe kuwa kamati zile za wananchi ngazi ya vijiji, muhakikishe kamati hizo zipo na zinafanya kazi. Kutoka mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali. Taarifa ya Musa Makali inatuwekea utuo kwenye habari za kitaifa. Tunapata mapumziko mafupi, tukirejea hapa itakuwa ni wasaa habari za michezo na burudani. Mimi ni Eden Bahati, endelea kutazama Channel 10+.